Unajua nini? Kila tabia unayoifanya, iwe nzuri au mbaya, huanza na ishara. Na mara nyingi, ishara hiyo hujificha kwenye mazingira yako ya kila siku bila wewe kujua. Katika video hii, tutachambua kwa undani sura ya 4 ya kitabu cha Atomic Habits, tukigusa jinsi ishara zinavyochochea maisha yetu na jinsi ya kuzitumia kwa faida yako. Sura hii inaitwa The Man Who Didn't Look Right, yaani mtu aliyekuwa haonekani sawa. Inaanza kwa simulizi ya askari wa Marekani aliyeweza kutambua tishio kabla halijatokea, si kwa sababu ya taarifa rasmi, bali kwa sababu alihisi kuna kitu hakipo sawa. James Clear anatumia simulizi hii kutufundisha kuwa tabia zetu pia huanzishwa na hisia au ishara ambazo huenda hatuzitambui moja kwa moja. Kila tabia huanza na ishara. Hebu fikiria mfano huu. Unapoona simu mezani, mara moja unaichukua. Kwa nini? Kwa sababu tu ya kuiona. Hiyo ni ishara. Ishara hutuma ujumbe wa kimya kimya kwenye ubongo. Hebu tuangalie kuna nini ndani ya simu. Mfano wa Kiafrika. Ukiwa kijijini na kila jioni unapita mbele ya nyumba ya jirani yako kunakochomwa mahindi na unanusa harufu hiyo, unajikuta kila siku unajinunulia bila hata mpango. Harufu ni ishara. Swali muhimu ni hili. Ishara gani zinachochea tabia zako mbaya? Na zipi zinaweza kukusaidia kujenga tabia njema? Njia ya kuchunguza. Andika tabia zako za kila siku. Jiulize, nilianza kufanya hivi kwa sababu gani? Je, ni muda, mtu, mazingira au hali ya kihisia? Mfano, unakunywa soda kila siku saa 4 asubuhi. Labda ni kwa sababu ofisi huwa kimya mno muda huo na unahitaji kitu cha kukuburudisha. James Clear anasema, badili mazingira yako, utabadili tabia zako. Mazingira ni chanzo kikuu cha ishara. Mfano, wewe ni mwanafunzi unayetaka kusoma zaidi, weka kitabu mezani, sio kabatini. Unataka kuacha kutumia simu sana, usiiweke kitandani usiku. Mfano wa nyumbani, mama anayetaka kuwa na afya bora zaidi, anaweza kuweka matunda juu ya meza badala ya kuviacha kwenye jokofu. Moja ya mbinu bora kabisa ni kuunganisha tabia mpya na ile uliyokwisha izoea. Hii inaitwa habit stacking. Mfano, baada ya kusali asubuhi, nitasoma ukurasa mmoja wa kitabu. Baada ya kula chakula cha jioni, nitafanya mazoezi ya dakika 5. Hii inafanya tabia mpya iwe na msingi, badala ya kuanza kutoka sifuri. Badala ya kupambana na tabia mbaya kwa nguvu, fanya tabia njema kuwa rahisi kuianza kwa kutumia ishara. Leo, chukua dakika 10 kutambua ishara 3 zinazochochea tabia zako mbaya, kisha tafuta njia ya kubadilisha mazingira yako ili ishara hizo zipotee au ziwashwe kwa tabia njema. Hebu niambie kwenye comment, ni ishara gani kubwa zaidi inayokuchochea kurudia tabia ambayo unataka kuiacha? Na je, ni mazingira gani unaweza kuyarekebisha kuanzia leo? Kama umejifunza kitu kipya leo, bonyeza like, share video hii na subscribe kwenye channel ya PesaVibe.